Njenje. Kaka. Nini tena hii? Ndugu yangu. Hata mimi mwenyewe sielewi. Unajua nimelala vizuri tu kaka. Sasa nimeamka najikuta katika hali kama hii. Mke wangu ananiamsha, najikuta hivi. Yaani nimeamua hapa mtu wa kwanza kuja ni wewe kwako kakaangu. Unishauri kwa sababu hata mke wangu huko nilipotoka sijamwambia nimekuja hapa. Kwa hiyo kaka, hapa nimekuja kwako. Nataka unisaidie kwa sababu sisi wote wanaume kaka. Unipeleke hospitali haraka sana kwa sababu hali inazidi kuwa mbaya. Yaani hapa kiuno kinakaza, alafu kitu ambacho nakihisi kila baada ya sekunde kadhaa ili busha linaongezeka kaka. Nitapasuka mimi. Pole sana ndugu yangu. Wewe jana si ulikuwa mzima wewe? Ndio. Ngoja kwanza. Ni lenyewe. Lenyewe. Busha lenyewe. Sasa hapa ndugu yangu ukisema uende hospitali ndio nenda kuharibu kabisa. Hivi hujai kusikia kwamba mtu alikuwa mzima kafikishwa hospitali kachomwa sindano akafa? Hizo habari zipo sana hizo kaka hizo. Ndio haya. Kwa hiyo kumbe ukipata dudu kama hili ndio kuchomwa sindano unakufa? Hapana. Wewe usisahau kama umetembea na mke wa mtu. Unajisaulisha? Kaka, mke wa mtu ni sumu. Sumu yenyewe ndio hii hapa. Na linakuelekea hili litakuwa linaburuza chini kabisa. Linaburuza chini. Ukipita mtaani huyo akatembea na mke wa mtu. Ndio haya mambo ndio nilikwambia ndugu yangu Njenje, tulia. Unaona sasa? Sasa kaka, unanisaidiaje? Hatupo hapa kwa ajili ya kuchambana ndugu yangu. Mimi tayari unajua utanikosa mimi. Wewe ni mimi ndugu yangu ujue. Naomba unisaidie kaka, hii alishakuwa ngumu ujue. Nafezeeka mimi. Kipindi nakuja kwako napita huko wanafunzi wananiambia mpira yetu babu, tupe mpira yetu. Sasa mimi na mpira mimi. Samani. Ndugu yangu. Huu ni mkono wa mtu. Hapa kaka, mtu anahusika hapa. Kwa sababu haiwezekani jana uwe mzima alafu uamke tu limeota na limekuwa kubwa. Kawaida linaanzaga kidogo. Sasa wewe jana tuliwe hivi. Kaka, huu ni mkono wa mtu. Sasa mimi sitaki matatizo. Isije mimi nikakusaidia alafu na mimi nikaja nikatoa kwamba na wewe ambao umemsaidia tunakupiga. Sitaki matatizo. Kaka, naomba ondoke nyumbani kwangu. Mchuma janga hula na wakwao. Wewe nenda nyumbani kwenu. Mtajua mnafanyaje, lakini mimi sitaki kujihusisha na matatizo yoyote yanayokuhusu wewe. Tuizi unanikataa ndugu yangu. So kama nakukataa ndugu yangu, mimi nilishasemaga haya mambo awali kwamba ndugu yangu tulia, achana na wake za watu, ndo haya. Kaka, ondoka bana. Nenda bana. Usiniletee shida mimi. Haya bwana Tuizi. Sawa tu. Pole bwana. Ndio ujifunze sasa. Ujifunze. Agwe koma we. Koma. Agwe koma we mwana kuoma. Mwenyewe anamgharamia, mke wa mtu sumu, ona kilichokutokea. Nye vipi? Yaani wewe unajifanya kidume wa huu mtaa au sio? Yaani kila sehemu yani unamang'anua tu. Kila sehemu unamang'anua. Yaani sisi wote unatuona kama vile mapimbi tu. Alafu jana ukakimbia, ukajiona bonge la mjanja yani. Sasa leo tumekushika hapa. Nataka tukuonyesha sasa kama kweli mke wa mtu ni sumu. Na tena leo tutakuchapa bakora mpaka usahau utamu wa wake za watu. Aya. Asa mtu mwenyewe sana busha huyu jamani. Ile si busha hili. Hilo busha wapi?
Huyu anaigiza tu, kachukua mpira kaeka hapo ili tumuone huruma, au sio? Afu sitoshe huyu anaigiza. Kama nalo kweli atoe tu. Toa tuone. Sasa mimi niwaigizie du bwana ili iweje jamani? Kumbe nyinyi mniamini. Sasa ngoja niwaonyeshe live. Wewe. Live hapa sasa. Wewe. Hebu acha upuuzi wewe. Wewe hujawahi kusikia mwanangu historia ya kuangalia shipa? Yaani ukiangalia kibusha mwanangu unapata nuksi za ukoo. Hebu subiri kwanza. Kulia wewe. Kaka, taratibu. Utakuja kulipasua utapata kesi bure. Haya napasukaga haya. Oya wanangu. Hii kibusha kweli mwanangu. Oya imekwaje? Chana mimi bwana. Chantonyesha hapa. Chantonesha mtoto wewe. Una uuma. Kila kubwa. Huyu jamaa jana alikuwa mzima, lala yuko fresh kabisa. Na leo ameamka na busha. I say, usije kuwa kaka yako ni mchawi kaka. Asa kama kakangu atakuwa mchawi, hapo ni ugomvi mwanangu. Yaani hawezi kuniacha mimi naishi hivi, alafu ana michezo kama ile pale anashindwa kuniweka mimi katika mazingira mazuri. Wewe wanangu. Dunia ina mambo. Kwa situation ile mimi nishaanza kuingiza upepo. Sije kuwa tunaishi na wachawi mtaani hapa bila kujua. Wanangu ile ni noma ujue. Oya, ile sio bure ile. Yaani ile sio ya Mungu. Ile kweli ya mtu ile. Yaani mtu kachukua kamjazia hilo hapo, ichukua nenda nalo. Na kama ni blaza. Oya, wanangu haya maisha mimi basi. Haya maisha basi. Bora nimekuona. Haya, ujanja wote unasikia umefumaniwa. Umeshindwa hata kutoa salamu. Sikiliza nikwambie. Watu wananisingizia tu. Kiukweli sijafumaniwa. Ni uzushi wao tu. Sasa unanificha hadi mimi shoga yangu kweli? Wakati habari zinazokiki mtaa mzima fumanizi lako wewe na Njinji. Tena watu wanasema wamemuona wakikimbizwa na taulo lake. Kwa maana show uliyompa ni kali. Kwa hiyo sasa hivi hapa mtaani hakuna habari yoyote tu ni kunizungumzia mimi. Achana nao, hayo mambo alishapita. Wenzio hawaingizi wanaume kwenye nyumba zao dada. Mbona nyumba za wageni zipo nyingi tu? Sikiliza mdogo wangu, wewe bado hujakua. Ukikua utaona mengi. Kuna muda chumbani kuna raha yake na sio gesti. Kuna raha yake udambu chumbani upo kwa sababu kila engo naijua. Guest ngatoke na kunguni mimi nataka. Alafu Kakosa anajifanya yuko busy sana. Kila nikimwambia nahitaji, maana niko busy, maana nimechoka. Sasa mimi nifanyaje? Nakula na shiba nahitaji na mimi mahitaji yangu. Nimepata mtu ambaye anaweza kunishughulikia kisawa sawa. Unafikiri nitaacha? Wewe mawe kweli huna. Kwa hiyo nataka kusema Njenje anazijua kona zote za kitanda, si ndio? Hilo ni swali. Anajua mpaka kuzihesabu chaga. Kwa ziko ngapi? Upo? Bali ndio hiyo. Sasa dada, umemruhusu vipi mmeo atoke wakati umesema na tatizo? Sasa na ulikopo wapi na ulikopokea simu na unajua unaumwa? Jamani, hali yangu sio nzuri. Hali yangu sio nzuri kabisa ndugu zangu. Yaani hapa napojisikia Mungu ndo anajua. Msaada wenu kila muda linazidi kutanuka jamani. Natanuka tu, linazidi kukua. Sasa baba, huyo ndo mwanaume uliokuwa hapa nyumbani na hali ya shemeji yako unaiona.
Tunafanyaje sasa? Ili tatizo imenichanganya sana. Mbona imekuwa ghafla mno? Au dada, mume wako alikuwa anasumbuliwa na tatizo la ngiri? Hapana. Mimi sijai kumuona katika hali hii, ndo mara ya kwanza. Yaani hii hapa bila shaka kuna mkono wa mtu tu shemeji. Hapa kuna mkono wa mtu kabisa. Naomba msaada wenu. Nitakufa mimi mwenzenu. Litapasuka ili mjue nyinyi. Nateketea mwenzenu, nateketea mimi. Sasa hili tatizo la ghafla limetokea wapi mwanangu? Hapo mama. Mimi naona huyu tumpeleke hospitali. We. Msinipeleke hospitali jamani. Msinipeleke hospitali hata siku moja. Yaani wanasema kama ni mkono wa mtu, nikifika nikichoma sindano tu, mimi nakufa. Sasa tufanyaje jamani? Maana mimi nishachanganyikiwa sasa. Nimepata wazo. Naomba jiandaeni haraka. Maria. Safi. Karibu. Fresh tu bro. Hivi bro, kuna vitu mimi mpaka sasa hivi bado vinanichanganya. Yaani mimi na wewe tunaishi muda mrefu, alafu mimi na wewe ni ndugu, damu moja. Lakini kuna vitu ambavyo wewe unanificha. Vitu gani hivyo? Bro, kumbe wewe una uwezo mwingine mkubwa ambao unaweza kunisaidia hata mimi. Alafu nashindwa kufanya hivyo. Mbona? Mimi naona kama bado unazunguka tu. Hebu funguka. Unataka kusema nini? Leo nimepita mitaani huko, nikakutana na Njenje. Nikataka kumpa adhabu kwa kosa ambalo alilala na shemeji yangu. Unajua bro, mimi kile kitendo kimeniumiza sana. Yaani kimeniuma, yaani nimeona kama mimi ndo yaani kama vile kachukuliwa mke wangu. Kwa nikataka kumpa adhabu. Namwangalia yule jamaa na bonge la kipila yani. Yaani anabusha kubwa tu. Na lile busha sio la kawaida lile. Yaani kwa nini upoteze nguvu zako kumpiga mtu wakati polisi wanaweza kukushika na ukafungwa? Na unajua kabisa kwamba Mungu yupo na ana adhabu kali. Mungu? Bro. Sema ukweli ujue kama una mkoba wa bibi na umeshaanza kuutumia. Ujue hata na mimi nina mashida yangu kibao. Nataka nisaidiwe ujue. Hapana. Mbwela. Mimi nasema na Mungu wangu tu. Na wala sio mshirikina kama unavyofikiria. Sawa. Uendelea tu kunificha. Lakini ipo siku mimi nitajua. Na wewe ilibidi brother muda huu ndo kunisaidia mimi. Yaani unaweza kunitafutia hata mzungu. Maisha yakawa poa. Lakini ndo hivyo unaniacha mimi mdogo wako na nyasika mitaani humo nini? Jao kweli yani bro. Ina maana wewe hauamini kama Mungu anaweza katoa adhabu kali kwa mtu ambaye amekosea? Mungu? Yaani atoe adhabu haraka hivi? Bro. Sio kirahisi hivyo bro. Basi baridi. Nimeupenda mwenyewe uganga, sitouacha nasema we uganga. Nimeupenda mwenyewe uganga, sitouacha nasema uganga. Nimeupenda mwenyewe uganga, sitouacha nasema uganga. Kibena, mumeo hata aumu, ni mzima kabisa tena wa afya. Mganga, kama kuna jambo lolote umeona ambalo unalijua, usiogope kusema.
Huyu mimi ni kijana wangu, mwanangu nimemzaa mimi mwenyewe. Wala usisite kutuambia chochote. Hakuna shida mama. Mimi sishindi kusema. Kibena una kifua kulipokea hili jambo kwa ukubwa. Mganga, nadhani mama, sisi tunachohitaji hapa ni ndugu yetu apone tu. Kifua ninacho. Mimi nachohitaji mume wangu apone tu. Ngoja niambie. Njenje katembea na mke wa mtu. Na huyo mwenye mke wake ni gwiji la mchawi. Yaani naposema gwiji, ni gwiji hasa. Na ndio maana mnaona yupo katika hiyo hali. Na mimi kama mganga tunu siwezi kumtibia. Nikijaribu chochote ninachokiweza, mnamkosa Njenje. Na kingine mnatakiwa muwai muende kwa huyo jamaa mkamwombe msamaha. La sivyo panapasuka. Panajaa maji. Kibena, nilikwambia uwe na subira. Mnatakiwa hapa wote, kaka, mama, dada, Kibena, mshirikiani mkamwombe msamaha. La sivyo unamkosa mumewe, mama unamkosa mwanao, kaka hapo unamkosa ndugu yako. Asante mganga. Tumekuelewa. Nimeupenda mwenyewe uganga, nimeupenda mwenyewe. Naupenda uganga we. Sitouacha nasema. Sema wanangu, leo unaona anga wameamua kutuwekea maji. Yaani huko kote mvua haijanyesha, imekuja kunyesha hapa. Hivi kweli? Kabisa. Alafu wanangu, hivi mna habari kweli ya mtaa free delivery mnayo? Baba, hakuna tena mpya mtaani. Kila mtu anajua sasa hivi. Yule bwana washamshusha. Busha kama ndoo za maji lita 20. Mzee wangu, hizo habari sio mpya kabisa. Mkishaambiwa mke wa mtu sumu, muwe mnaelewa. Maana vijana mkiambiwa mke wa mtu sumu, mnaanza kusema Mageto mna maziwa. Tayari mwenzenu maziwa anayo hapa hivi. Wameajaza. Bado kunyonya. Yaani kwa unataka kuniambia kwamba Mr. Njenje ana kibusha? Hiyo mbaya sana. Alafu mimi nilikuwa nasema namwambia usije ukatembea na mke wa mtu mbishi. Amwezi mkamini. Leo nimemshuhudia na ndugu zake wanatembea na shipa yao. Kama ng'ombe vile anataka kwenda kunyonyesha. Na unajua siku zote Waswahili wanasema sikio la kufa halisikii dawa. Na hiki ndo alichokipata. Unanielewa? Eka zangu nadhani mnavijua. Nikiamua langu nani ataamua? Pole baba. Not bad. Acha hasira che, acha hasira che. Che hasira acha. Mke wa mtu sumu baba. Mimi nina maziwa. Hayo ndo maziwa. Ipi? Mito na maziwa ndo hiyo. Wewe kumbe babake wamekutengeneza. Ndio kwamba kuna maziwa. Maziwa ndo hayo. Wanangu, kaka mkubwa, tuache masiara. Yule baba anateseka haswa. Watu mafundi wamejua kumtengeneza. Mimi sina lawama na mtu yoyote, kwa sababu hawa niliwauliza na wakanificha, na ndio maana nimeanza na adhabu na huyu mshenzi, kisha huyu mshenzi mwenzake atafuatia. Mimi nadhani hadi hapa tayari wamejifunza. Kwa sasa tunaomba tu msaada wako wa kumponya, mengine tutazungumza tukiwa wote wazima. Kweli kabisa kaka. Naomba huruma yako. Naomba unisamehe mimi. Nimekoma ndugu yangu, nimekoma mimi. Na kuahidi sitorudia tena kabisa, sitorudia tena. Umalaya tu mimi ndio umeniponza baba. Haya maumivu nayosikia hapa, najuta. Nisamehe kakaangu. Mume wangu, najua kweli nimefanya makosa,
Kutenda kosa sio kosa, bali kurudia kosa. Najua kweli nimekukosea mume wangu, ila nilikuwa naomba unisamehe na umsamehe pia huyo. Niligafirika na vile kwa sababu uko bize, kuna muda na kuhitaji, nilikuwa nakosa haki yangu ya ndoa. Ndio hiyo ikapelekea mpaka kukusaliti. Naomba unisamehe. Haya, mnaweza kwenda, nimewasamehe. Baba, tunawezaje kuondoka na huyo hali yake iko hivyo? Tunakuomba baba, tuko chini ya miguu yako. Naomba msamehe na utusaidie. Tunaomba tiba yako baba, tusaidie. Tiba yake ni ngumu sana, maana dawa ambayo inaweza ikamponya huyu ipo kwenye kichwa cha zakari yangu. Na dawa nyingine ipo kwenye utupu wa mkeo. Kwa hiyo kama mtakuwa mpo tayari, mimi napaswa kulala na mkeo. Shemeji, kwa hiyo kama upo tayari, pita ndani tuende tukafanya mapenzi ili mumeo aweze kupona. Mke wa mtu sumu, mwenyewe anamgharamia. Mke wa mtu sumu, ona kilichokutokea.